Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tutaanza na ibada moja kwa moja kwa ajili ya kubariki salamu hizi za Mama Bikira Maria, mama wa Kibeho, na Mama Bikira Maria mfungiwa dhambi ya asili. Salamu moja wapo itapelekwa kanisani ambako itakuwa inakaa kwa ibada za Bikira Maria na tafakari zetu kanisani, na ile ya mama yetu wa Kibeho itawekwa katika groto itakayobarikiwa baada ya baraka ya salamu hizi. Tumkaribishe Mashamba Baba Askofu kwa ajili ya ibada hii. Karibu Baba Askofu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Tukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu na wa mbingu, ambaye katika haki na huruma yako unawashusha wenye vyeo kutoka viti vyao vya enzi na kuwakweza wanyenyekevu. Kwa kazi yako hii ya ajabu umetupatia mfano bora kabisa katika mwanao wa pekee, Neno aliyefanyika mtu katika mwili wa Bikira Maria, Kristo mwanao aliyejishusha na kwa kupenda mwenyewe na akajinyenyekeza hadi mauti ya msalaba, sasa anang'aa katika utukufu wa milele.
kupitia kanisa lako linalosafiri katika imani sura ya utukufu ujao katika Bikira Maria mwenye heri, tunakuomba ubariki sanamu hizi za mama yetu Bikira Maria. Wajalie waamini wako ambao watafika kusali mbele ya sanamu hizi za Bikira Maria mtakatifu kwa matumaini, waelekeze daima macho yao kwake yeye aliye mfano mwangavu wa fadhila kwa watu wote walioteuliwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako, Mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, tuongoze tusipotoke katika hatari. Basi itafuata baraka ya Groto, na nitaomba sasa au kidogo wawakilishi wawili wale wa Bikira Maria Consolata walionunua sanamu ya Bikira Maria mkingiwa na dhambi ya asili wasogee hapa, lakini pia aliyetufadhili ujenzi wa Groto na mwingine aliyenunua sanamu ya Bikira Maria wa Kibeho, wawakilishi nao wafike hapa. So Brother Morris and one of the family representatives, Rose, can come close here for this moment. Tusogee kwenye Groto kwa hizo sanamu. Wengine tunaweza kusimama kuzunguka Groto hii, tukasogea karibu. Basi kabla ya baraka ya Groto, Mhashamu Baba Askofu atakata utepe kufungua Groto hii. Tazame wote, 1 2, twende tushangilie. Sasa inafuata kufungua. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Amen.
Somo la kwanza. Somo la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Wala hata hukumu kwa kuyafuata ayonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa kwanza, wa 4, wa 14 hadi wa 17. Siku ile kukatukukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Na mitume waliokuwa wako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria amekubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohane, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 22. Yesu alienda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahala palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiyastajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Neno la Bwana. Ambazo tunaziadhimisha leo tukionja utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Tumeanza ibada yetu kwa kubariki sanamu za Mama Bikira Maria, sanamu ya mama yetu Bikira Maria wa Kibeho, na vile vile Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Uwepo wa Mama Bikira Maria au tokeo lake kule Kibeho na Mama Bikira Maria aliyejitambulisha kama mkingiwa dhambi ya asili ni ufunuo tu wa mpango wa Mungu na upendo wake katika kumkomboa mwanadamu, na mwendelezo wa mpango huo ambao Kristo ametuachia kama zawadi, na vile vile akatupatia watakatifu kama Mama Bikira Maria ambao wanaendelea kusindikizana nasi safarini. Yeye ni moja kati ya watakatifu ambao tunawaheshimu, ambao wanatuombea, lakini mama huyu vile vile ni mama yetu, na ndio maana kuna matokeo mbalimbali ambayo Bikira Maria amejidhihirisha, na kanisa kweli likakaa likasema ni kweli aliyetokea ni mama wa Mungu. Mojawapo ni hilo la huko Kibeho ambapo ni jirani na sisi. Naamini wengi wetu tumekuwa vile vile tukienda kule kusali, kuomba neema ya Mungu, lakini kuombeana vile vile. Tumefungua na kuzindua groto, mahali ambapo tutakaa sasa kwa utulivu kwa ajili ya ibada za mama yetu Bikira Maria. Lakini hata kanisani vile vile ishara sura hiyo ya Mama Bikira Maria tumeisimika leo. Mama huyu akituonyesha wazi kusafiri na sisi daima katika safari yetu ya maisha ya furaha, lakini vile vile hata magumu tunayokuwa nayo, anatutia shime kwamba tuko pamoja naye. Lakini mama ambaye anatuita vile vile tumtafute, tufuate njia yake. Na ndio maana kanisa linatupatia sasa tafakari kubwa ya sala ya Rozari Takatifu, ambayo ni tafakari ya matendo ya ukombozi, safari ya Yesu mwenyewe ambayo Maria hakubaki nyuma, alikuwa naye. Kumbe ishara hizi na mazingira haya matakatifu ambayo tumeyaweka leo yatusaidie kweli tunapotafakari tuweze kuungana na uhalisia huo wa mbinguni ambao daima umekuwa hata Mungu mwenyewe akizidi kutuangazia hapa hapa duniani. Katika ibada hii vile vile tutaadhimisha masakramenti, sakramenti ya Ekaristi, lakini vile vile tutakuwa na sakramenti ya kipaimara. Hawa ndugu zetu
ambao wameandaliwa sasa na wanajua sasa wajibu wao, mashahidi wa Kristo. Nyie wa Kipaimara, kazi ambayo kanisa linawatuma leo ni kumshuhudia Kristo. Tunamshuhudiaje? Kwanza lazima mumfahamu Kristo. Na ndio maana muungano wenu na maandiko matakatifu. Na ndio maana tunaweka na masharti, tunasema hapana, wafike darasa la 5. Wajue kusoma na kuandika. Kama basi elimu imekupiga chenga, tunasema basi walau lazima miaka 12 iwe imetimia ya umri. Katika ujanja wa miaka 12 tunaamini basi utaweza kusoma na kuandika yale ambayo ni ya muhimu. Zama zile za watu wasiojua kusoma na kuandika, mimi naamini zinapaswa kuwa zimekwisha. Ni aibu na kwa wazazi mlione hilo. Aibu. Mtoto anakaa anafikisha umri wa wenzake eti hajui kusoma na kuandika. Kuna hali fulani ya uzembe. Na humo mnaona tunapitisha na matakatifu. Katika kujua kusoma na kuandika tunaweka sakramenti ya Kipaimara. Ili tunajua wewe sasa unaweza ukajitafutia makuzi ya imani. Mojawapo ibada hizi mbalimbali za majitoleo, lakini vile vile kujiunganisha na neno la Mungu. Upate kuelewa msingi wa imani yako. Usikae tu ya kusikia na kuambiwa. Soma mwenyewe maandiko matakatifu. Tafakari. Na uweze kuona hapa, mbona kama Mungu anaongea na mimi. Ananiambia kuhusu tatizo langu hili. Akinialika nijue cha kutenda. Kumbe Kipaimara ni utendaji. Mkatende. Kila mmoja kwa nafasi yake, kwa umri wake. Hata kama ni wajibu mama anakupatia, baba anakupatia, usione mdogo. Ndio humo weka Kipaimara chako. Hata kama ni kutunza maua nyumbani, mwagilia maua yale. Umepewa wajibu, wewe utatunza ua hili, tunza ua hilo. Hiyo itakujenga na kukua ukijua wajibu wako, na baadaye hata utakapopewa madaraka makubwa zaidi utaweza kwenda. Kwa hiyo mkatende ninyi wa Kipaimara. Ndugu zangu, tuko vile vile katika ziara ya kichungaji. Kama nilivyosema mwanzo pale, tutafakari muungano wetu, umoja wetu. Tufurahie mafanikio yetu na kumshukuru Mungu. Tuwe na moyo wa shukurani. Inawezekana kweli hatujafika mwisho, lakini tumetenda. Hata kama ni mwanzo, kuwa na moyo wa shukurani. Ni katika shukurani tunatiana moyo. Tunaona tunaweza kufika. Tunakwepa dhambi ya kukata tamaa, ambayo inawafanya wengine wanakimbia, wanaondoka. Nafurahisha napoona jumuiya yenu inazidi kuongezeka. Na bado pengine wapo walio nje. Hayo yote ukiangalia katika masomo tuliyosoma, tunaonja Mungu ambaye anatenda pamoja nasi. Nabii Isaya anayaona yote hayo kama kichipukizi. Wazi kwamba alikuwa akimwona Kristo anayekuja. Lakini bado haitoki sura hiyo ya kichipukizi katika maisha yetu, na hasa yanayojengwa katika imani inayojifunua katika matendo ya kidunia. Kichipukizi. Na ni lazima tuone katika yote. Tumebariki Groto leo na ibada mbalimbali, hata hiyo ya Kibeho ambayo sasa ndugu zetu wamekuja kutushirikisha na tayari wako tayari kuendelea kuja. Basi tuweze kupita njia hiyo pia. Sio ibada pekee kwa Bikira Maria, lakini ni moja kati ya ibada ambazo tuna wajibu wa kuzifahamu. Tuione leo kama kichipukizi. Tusikae tu na kusema tumesimika sanamu ya Bikira Maria inatosha. Tusali kwa Bikira Maria. Tupeleke ibada hii, sio lazima tu hapa kwenye Groto, lakini toka hapa beba, peleka nyumbani. Familia iwe na majitoleo, iwe na ibada mbali. Ni utajiri. Anasema kichipukizi hicho kitoe matawi na mizizi yake izae matunda. Kumbe kuna kipimo. Iwe ni maisha haya ya sala mbalimbali za majitoleo, lakini na yale maisha yetu ya msingi, maisha ya sakramenti. Leo tuna Kipaimara,
Lakini kupitia kipaimara tujiulize, ndani ya sakramenti zote ambazo ni sadaka, zawadi tumepewa, zawadi ya kulinda imani yetu, je, tangu umepokea sakramenti kuna kitawi chochote kimetokea? Kitawi ukaonja ukasema kutokana na mimi nimekuwa mpaka kuna tawi hili. Je, kuna tunda ambalo unalifahamu? Au ni kuhangaika tu na kichipukizi ambacho kinataka kukauka kwa sababu ulipokea sakramenti uzitumii, upokee sakramenti ya kitubio. Wengine tumeshajiloki sasa hivi, mnasema kujiloki eti kuacha sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Anauliza, wewe vipi, mbona ishajiloki? Bila woga, umejipiga pini kabisa. Unaona na yenyewe kama sifa ni kutozaa matunda huko. Ekaristi Takatifu ipo. Leo tunamweka Yesu Ekaristi katika tabernaklo tutakayoibariki hapa. Huna mahusiano naye pamoja na kumpokea. Kwa sababu ndugu zangu, hata katika maisha ya kawaida huwezi ukawa unapika tu chakula kizuri, unaweka mezani, unakiangalia, alafu unaenda unatoka. Asubuhi chai unaiangalia, alafu unatoka. Mchana, usiku, utakufa njaa. Wengine siku hizi hata ukipige picha, wengine kabla ajalo unaona anatoa ndio mnaita selfie au kane. Anapiga picha chakula. Wewe piga tu, lakini bila kukila. Una thamani gani na chakula hicho? Hata kiwe na vitamini zote za kufanya uishi miaka 100, utakufa kwa njaa. Uwepo wetu wa Yesu Ekaristi na mashirikiano yetu ya kuja kumwabudu yakamiliki altareni na umpokee. Katika kupokea kuna masharti yake. Kwa nini leo tunatoka? Matokeo yake tuna Ekaristi Takatifu, lakini sisi wenyewe tuko wakavu, hatuzai matunda. Na ndio maana sifa hizi unakuta zinavunjwa na wapokee Ekaristi Takatifu. Waliobatizwa wamepokea komunio ya kwanza na pengine wana kipaimara kama hawa. Anasema yeye anatupatia roho wa hekima na ufahamu, roho wa shauri na uweza, roho wa maarifa na kumcha Bwana. Unakuta sifa hizi leo zinakosekana hata kwa tunaopokea Ekaristi Takatifu. Hakuna hekima, hakuna maarifa, hakuna ufahamu. Hata kufahamu tu yale ambayo yanatugusa sisi. Hata kufahamu yale ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu. Hata kufahamu historia kwamba moto unaunguza kwa sababu ulikwisha niunguza. Ndio ufahamu tulioupata utotoni. Unachezea moto unaungua. Na mara nyingine mzazi anakuacha unagusa mshumaa unaungua. Ni mwisho. Ni ufahamu, ni maarifa, ni uweza. Leo hii tunacheza hata na moto. Tunaangalia katika mahusiano yetu. Ukienda ndani unakuta ni ile njia rahisi ambayo Mungu ametokea kuhusiana naye, ya kufanya tukue, ya kufanya tuendeleze busara aliyotupatia kwa wengine. Tumeifunga. Tumefunga njia hizo. Na matokeo yake unaona ni kama wote tunakimbilia sasa katika uharibifu wa tunu zile za kimungu, mpaka hata kufikia kuharibu maisha. Kuharibu maisha, amani, utulivu. Na tunakuwa jamii sasa tunaishi kwa kutishana. Je, humo wapokee Ekaristi Takatifu hawa? Tunaitendea haki gani? Ni matunda gani tunazaa? Sasa hivi taifa limesimamia kidole kimoja hivi, linachungulia tarehe 7 mwezi wa 7. Taifa tarehe 7 mwezi wa 7. Tutaandamana, hawa msiandamane, hawa tutafanya nini, hawa tutafanya nini, hawa tutatumia nguvu kuliko tuliokushatumia. Historia hatujaiona. Mahusiano yetu na Mungu. Tunakosa mahali, au hata sala tunakurupusha tu. Ndio maana tunakaa sasa hivi ni kutafuta tu miujiza. Wengine sasa hivi tumeweka groto hapa. Yaani
Kuja kusali wewe ni kumpaka tu miujiza. Ndio ushukuru. Tanzo wengine kutudanganya hapa. Bikira Maria Kibeho ametokea na hapa. Hapa ni Kibeho. Akitokea wenu muite wa Magogo. Mtuonyeshe. Huyu ni wa Kibeho. Ni sanamu tumeweka pale. Inawakilisha uhalisia ambao sisi kwa imani tunaamini upo. Pitia pale, panda juu mbinguni. Pitia katika mkate huu ambao tunauleta hapa kama sadaka. Tumpokee Yesu mwenyewe. Mbona miujiza tunayo kila siku? Muda si mrefu hapa mtaleta wenyewe mkate na divai. Na muda wake unafika. Hii si mkate na divai tena, ni Yesu wa Ekaristi. Mbona hekima hiyo inatushinda? Ambayo Kristo ametupatia mikononi, kwa sababu haingii kwetu. Na ndio maana hata nyinyi wa kipaimara leo chukueni tahadhari. Mnapokea hiki ni kichipukizi, kamwagilieni maji kikue, mwanze kuona na matawi. Hayo mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo mnayaimba yawe uhalisia kwenu. Na ugundue wewe ni paji lipi. Ni lipi hasa ambalo Roho Mtakatifu anakupatia, unaonja kwamba ndio ninayo mapaji yote 7 ya Roho Mtakatifu. Lakini nadhani Roho Mtakatifu ananitumia katika paji la hekima, la akili, la elimu, la nguvu, la ibada. Na mwisho tunafungwa wote katika hayo yote. Onyesha lile tawi ambalo wewe ndio litakuzalia matunda. Na tunapoungana sasa kama kanisa, tunakuta ni mti mkubwa ambao unazaa matunda. Ndio yanajitokeza haya. Ndio linajitokeza taifa lenye upendo, lenye kuheshimiana. La pili, ndugu zangu, ni tunapopita katika mazingira hayo, tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Katika somo la pili kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume tumesikia siku zile kukatokea adha kuu. Kanisa lilokuwa katika kuu ya kanisa lilokuwa katika Yerusalemu wakatawanyika. Nyakati ngumu zipo. Na zingine makusudi Mungu anazihitaji tupitie. Tukae tuhalalishe kweli kwamba kama ni ugumu huu ni ule ambao Mungu ameruhusu. Tusikae kutengeneza ugumu. Tuonje Mungu ameruhusu. Amekubali uwepo. Katika waraka wake wa mwisho hivi karibuni ambao Baba Mtakatifu leo ameutoa, Leo wa 14, anapoongelea ukuu wa ubinadamu, heshima ya ubinadamu, anaeleza hilo. Anaeleza hatukuumbwa wakamilifu kiasi kwamba tukatae mapungufu mbalimbali ambayo yapo, mapungufu yanayotokana na hali yetu ya kibinadamu. Watakaozaliwa warefu, watakaozaliwa mafupi, unajua hayo pia ni mapungufu, si ndio? Mwingine anazaliwa na kilema hiki, mwingine hiki, mwingine hiki. Na tukiangaliana wote hakuna ambaye ni mkamilifu. Sasa tumeingia katika dunia ambayo inasema tunataka Superman. Yaani atokee mtu ambaye ni mkamilifu. Matokeo yake imepelekea utoaji mimba, kuchezea hata asili ya binadamu. Nacheza sasa hivi. Nataka binadamu anayeumbwa kama robot. Finyange, akili mnemba sijui mnaita, akili bandia. Sawa, zinaweza zikajibu mengine, lakini anasema mbona hazina utashi, mbona hazina huruma. Mesikia juzi hapa wengine wamelipitisha ile robot mtaani, wakafurahia linaweza kutembea, likampiga mtu teke na ameumia vibaya. Na ikawa mwisho wa maonyesho likaonyesha mimi ni mashine tu. Wewe ukatembea barabarani umependeza, watu wote wanakushangaa, afu nampiga mtu teke. Umependeza nini? Bibi harusi unapiga watu mateke. Watu wanakushangaa na kushangilia. Kwa hiyo anaonyesha Baba Mtakatifu hilo kulitokea hata wakati wa kanisa la mwanzo. Adha. Nini wanachofanya wenzetu?
hata katika adha walikwenda na ile zawadi kubwa ambayo walikuwa wamekwisha pewa na Mungu Roho Mtakatifu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Yahudi na Samaria isipokuwa hao mitume. Wale watawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Nini? Leo hii tunajiundia visingizio vingi. Wenye ndoa wanaunda visingizio vya kuvunja ndoa. Wenye kazi wanaunda visingizio vya kuharibu kazi, rushwa, mishahara itoshi, hali ngumu ya maisha. Wenye watoto na wenyewe wanaunda visingizio, watoto wa siku hizi. Lakini kaa ufikirie ndugu zangu. Wako watakaolala hapa kwa Bikira Maria wa Kibeho wanaomba mtoto walau mmoja. Wewe unanyanyasa watoto, unavuruga familia. Wako watakokuja kuomba hapa wakati fulani mliambiwa kuna upepo wa kisurisuri, si ndio? Eti wale wa binti mnataka kuolewa, kisurisuri atakuletea mume wa kisurisuri. Haya kisurisuri hiki hapa. Njoni muombe Bikira Maria. Sasa huyu binti anakuja anasali hapa mpaka analia. Wewe unachezea ndoa ambayo umefanikia kuolewa. Na wababa hali kadhalika. Adha zipo, lakini anatuambia mwandishi wa Matendo ya Mitume ni kwenda na imani yako. Ndugu zangu, hata katika mahangaiko tulionayo leo, tamletea Bikira Maria kingi wa dhambi ya asili, tamletea Bikira Maria wa Kibeho, tahasali na Bikira Maria wa Fatima. Sasa ziko ibada nyingi. Unakwenda na imani. Unakwenda na imani. Au yale ya adha kule ndio tunabeba. Kuja kwa Bikira Maria hapo ndani unahirizi. Unakuja kuchukua maji ya baraka, tayari umeshapigwa chari huko na mganga wa kienyeji, sijui unaenda kuoshea vile vidonda. Mchanganyiko huu unaturudisha. Mitume walibaki, anasema isipokuwa wale mitume. Wapo watakaobaki. Lakini hatuna haki kuhalalisha mahangaiko yetu iwe sababu. Tunayo misaada mingi ya kututia moyo, ya kutupa nguvu pamoja na mahangaiko yaliyopo. Bado hatuna kisingizio chochote cha kusema yanahalalisha sasa tulainishe, tujitenge na imani yetu, au tuitunze mahali tuanze kutangatanga alafu nitairudia baadaye. Hayo maisha ya kwenda kupiga lamri, mbatizwa, mwenye kipaimara. Yaani hata Mungu Roho Mtakatifu naona hatoki. Mitume wamebaki. Na wanabaki hapa. Ndio maana hapa tumewawekea padri. Sali ibada zako zote, lakini fika vile vile, kama kweli mambo yamekuwa hivyo yanakutesa, fika na kwa padri. Nenda hata kwa askofu. Mkajadiliane. Walibaki. Na Baba Mtakatifu juzi amesema nyie endeeni kusambaa. Anasema halitayumba kanisa hata likirudi wakabaki tena wale 12. Maneno mazito kabisa. Kanisa halijengwi na sisi kukaa pale tukabembelezwa. Tunajengwa na kutekeleza wajibu wetu. Naona lipo, lina misingi yake na taratibu zake. Na ndio maana leo hata ibada hizi tunazowawekea misaada ya kusali ina taratibu zake. Ndio maana ukituletea za kuleta tunakwambia hapana, wewe hata kwenye groto usifiki. Hata wewe unaanza kutangazia uongo wa mambo matakatifu. Watu wanasema uongo sasa hivi, hawaogopi. Mimi nikifika yule Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, naona kale ka kidole kanafanya hivi kamoja. Kuna makengeza. Akikufanyia hivi hilo ni lako. Labda anakuonya, eti tulia. Mpaka tumesali pale, mpaka tukutane naye wapi? Akipenda basi kufika hapa kwetu atafika. Na mitume walipobaki pale, waliendelea kutangaza pale pale kwenye adha. Kwa ndugu zangu, tusihalalishe mahangaiko yetu mbalimbali kama sababu. Wengi leo tunarudi nyuma. Mahangaiko yakiweko vile vile mara nyingine hata utekelezaji wa wajibu wetu. Tulikuwa tunakinga eneo letu na ukuta, si ndio? Si tumefanikiwa?
Wangapi wamekimbia? Tena wanajulikana na kwa majina. Wengine wa baba wakubwa na masuti. Akakacha. Mwende na neno. Hata kama ni ukuta tu kama ule. Uwe sababu yenu ya kutangaza ushuhuda wa imani. Pale ndipo mtaona muujiza. Mmewezaje kujenga ukuta huu nyinyi katika uchache wenu? Ukuta imara mzuri. Mnataka muujiza gani zaidi ya huu? Ambao Mungu amewaweka pamoja na Roho Mtakatifu anawaimarisha. Na leo tunaongezea jeshi jingine. Watumieni hawa wanaopata kipaimara leo. Taratibu ni sisi wa kuwaingiza katika utendaji wa kanisa. Tusikae na kuwatazama. Wazazi, wewe mtoto wako anapata kipaimara leo. Jumapili tu ijayo haendi hata kanisani. Na umuulizi, kweli mzazi, leo mmechinja na kuchinja huko, si ndio? Kuna sherehe leo kila kona ya parokia hii. Na bia mnakunywa ambazo wenyewe hawaruhusiwi kunywa. Na whisky na nini. Halafu Jumapili ijayo huoni yalikuwa ni sababu ya kufanya wewe ukafurahi leo. Tunawaacha. Halafu tutakuja kuwalalamikia. Waleteni kanisani. Wafurahi. Waungane na jumuiya. Na hiyo itatufanya hata sisi tuishi kipaimara chetu. Wawe sababu. Na ndio maana ni siku yetu ya kutafakari vile vile. Nimetendea nini kipaimara ambacho mimi nilipata? Mimi nilipata kipaimara miaka 49 iliyopita. Mimi. Sasa ni nini ambacho mpaka leo nimekifanyia? Kwa nini hao wasiwe sababu ya kunirudisha nikatafakari? Pengine nilipokea tu nikakurupuka nikaacha. Leo katika umri wangu, kwa nini nisikitafute? Kwa kukumbushwa na hawa. Kwa adha ambazo zinanizunguka. Na nikaacha pengine imani yangu. Hawa wawe sababu ya kutuamsha kila mmoja wetu kiroho. Na tutakwepa dhambi hii ambayo Yesu anaeleza wazi. Yeye ni Mungu. Mwana wa Mungu. Anaingia katika sinagogi anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Msinishangae. Watu walikuwa wakistajabia maneno na matendo aliyokuwa akiyafanya. Lakini anawaambia sio tu kwamba ni maneno na matendo. Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana yake ni Kristo ni mnyenyekevu na mpole wa moyo. Anafuata utaratibu wa Mungu. Anafuata utaratibu wa Mungu. Sisi leo tunataka Mungu ndio atutumikie. Nikimwambia niponye, aniponye. Na si ajabu wengine hata tunaomba laana. Unakuta mtu anaenda anaharibu mambo matakatifu. Mahali pengine tumeweka sanamu kama ile ya Bikira Maria, unakuta imeibiwa. Pale Fatima zilishaibiwa sijui ngapi. Wakati sisi tukiwa wadogo pale Fatima kwa kuna sanamu ya Bikira Maria wa Lourdes, nzuri kubwa. Siku moja asubuhi haimo kanisani. Unapeleka wapi? Yaani kwamba wewe sasa Mungu umemweka chini yako. Huna hata matakatifu. Na ndio maana haya yote tunayoalikana sasa, uwepo wa chumba cha kusali kwa ajili ya majitoleo kwa mama yetu, kusali kwa ajili ya mama yetu Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili, uwepo mbele ya Yesu Ekaristi, upokeaji wa sakramenti mbalimbali. Haya yote yatukumbushe tu utii na unyenyekevu kwa Mungu. Ni kweli tuko dhaifu, hakuna aliye mkamilifu. Lakini katika utii na unyenyekevu Mungu aheshimiwe. Mungu apewe sifa. Na ndio maana ndugu zangu, ni mwaliko wangu, maada maeneo haya tumeisha yatangaza ni mahali pa kanisa, mahali patakatifu. Ninyi wanaparokia mnapaswa kuyaonyesha sasa kweli mahali patakatifu, mahali pa kanisa letu. Mkafikia mahali kweli kila kilicho hapa mkaonja hali hiyo kwamba mahali hapa panatisha. Yakobo aliona akasema hapa lazima ni mahali patakatifu. Hii ni njia ya mbinguni.
kwa kulala tu katika jiwe na ndoto nzuri. Ni wajibu wetu, na ndio maana pamoja na kuwapongeza kwa yale ambayo mmetenda, pamoja na kuendelea kuongeza jeshi ambalo hawa sasa ni askari wa Kristo, mashahidi wa Kristo, lazima tuangalie tunajipanga vipi. Yako mengi ambayo bado yanatudai. Hata kanisa hili tulisema la muda eti. Muda mpaka leo sasa mnazaa wajukuu. Leo tunawatangaza kuwa parokia. Humu ambapo mlisema pa muda tunapojiandaa kuwa parokia. Leo askofu kakamatwa anatangazia parokia humu pa muda. Ukianza kuzaa watoto una mabati kwenye madirisha, ujue utazaa wajukuu mabati yale hapo, kwa sababu umesharidhika. Unaona yale mapazia yale mabati yale ni madirisha. Lakini ulipobandika siku ile usema kwa muda. Tuwe na makuzi kama parokia, makuzi ya sakramenti hasa, lakini vile vile mazingira ambayo yanaonyesha uwepo wa sakramenti hizo. Kwa hiyo tuyabebe haya katika wajibu zetu. Tunapomshukuru Mungu tutiane moyo, misaada ipo. Leo tumuombe na Mama Bikira Maria ambaye sasa tumekaribisha uwepo wake karibu yetu, atuombee. Yesu wa Ekaristi, njoo hapa, jiulize, muulize Yesu, hivi ni halali kukaa wewe katika nyumba hii? Daudi aliguswa na hilo mpaka akasema hapana, mimi nakaa kwenye nyumba ya mielezi. Lakini kaziangalieni nyumba mnazoishi, afu mjiulize kama Yesu hastahili mazuri hayo. Hapa mnajenga kila siku. Leo hata msingi wa kanisa hatujaanza. Kwa sababu gani? Pengine tumefikia mahali tunaridhika, tumeweka na vipaza sauti na nini, lakini bado tulisema hapa ni pamuda. Tunapoleta matakatifu haya tuyatendee. Naona hata huyu ambaye ametuwekea hapa hii groto aliona kitoke kitu kizuri. Hiyo groto ni nzuri au sio? Sasa kanisa leo ni nzuri au sio? Hili tumwombe Mungu atusaidie basi misaada hii yote ambayo tunaendelea kuisogeza hapa kwetu itutie shime, tuweze kweli kutangaza hapa utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mwashamba Baskofu kwa homilia na imani aliyotufundisha. Tutaenda kuyafanyia kazi kwa msaada wa Mungu na maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Tumshukuru tena kwa makofi na vigelegele. Basi sasa itafuata hatua nyingine katika maadhimisho ya leo, ni kwa ajili ya kutoa kipaimara. Taomba sasa wazazi pamoja
kuwalinda, kuongoza na kuwasimamia, na baraka yake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nami daima. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.